Bwana Yesu asifiwe sana, wana wa Mungu wapendwa. Natumai ya kwamba mpo wazima kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi leo nimekuja na hakiso kidogo kujifundisha mimi na wewe hapa kuhusu hawa watoto wadogo, na leo tunakwenda kuzungumzia kuhusu watoto. Na ni jambo kubwa sana ambalo Mungu anazidi kulieleza ndani ya watoto, na Mungu ameweka ufalme wake ndani ya watoto na ameweka baraka zake ndani ya watoto. Ili wewe ufanikiwe, ubarikiwe, ni lazima uwe ndani ya watoto wadogo, uwe mnyenyekevu kama hawa watoto, usiwe mwepesi wa hasira ya haraka kama jinsi ulivyo wewe. Basi leo injili takatifu inatuelekeza kwenye injili ya Marko 10:13. Injili ya Marko 10:13 inasemaje? Nitasoma na wewe moja kwa moja hadi sura ile sura ya 13 ya 10, hiyo mstari ukiwa na 13 hadi mstari wa 14. Tuone Yesu anaongeleaje kuhusu hawa watoto wadogo mnawaona hapa machoni penu. Ninawapenda sana watoto kwa sababu siku zote Bwana anawapenda watoto, na kwa kuwa Mungu anawapenda watoto, basi na mimi pia nitapendwa. Basi leo katika injili ya watoto inatuzungumziaje hapa kwenye Marko 10:13? Nitasoma pamoja na wewe unanitazama kwa muda huu. Inasema ya kwamba, hebu isikilize sasa. Inasema ya kwamba basi wakamletea watoto wadogo ili awakuze, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona, alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Jambo jema kabisa ambalo liliweza kueleweka kabisa. Ilibidi wanafunzi wa Yesu, kwa kuwa hawako wamefahamu lolote, ilibidi waache watoto wadogo waache kwa Yesu. Kwa hivyo siku zote tuwaache watoto wadogo waache kwenye madhabahu. Watoto wadogo wakija madhabahuni, basi na maana ya kwamba baraka tunazohitaji kwa Mwenyezi Mungu tutazipata. Amani tunayohitaji kwa Mungu tutaipata. Chochote tunachokihitaji kwa Mungu tunakipata. Hata uongozi unatokana na watoto. Daudi aliyekuwa mtoto mdogo sana, akadharauliwa na wengi sana, lakini alifanyika kuwa mfalme wa Israeli kwa kutokana na udogo wake. Mungu hakutaka kuangalia udogo wake, hakutaka kuangalia uchungaji kondoo wake. Alikuwa ametengwa na kudharauliwa kabisa na jamii, lakini cha kushangaza ni kwamba Mungu alitia muhuri wake juu ya Daudi kwa udogo wake. Kwa hivyo nataka nikwambie kwamba, rafiki yangu mpendwa, wewe unayechukiza watoto kwenye madhabahu, nataka nikwambie kwamba ufalme ulionao hapo madhabahuni sio ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni ule ufalme wa watoto wadogo. Ili ujaliwe kwenye maisha yako, ili upate kazi, ili upate ndoa mzuri, ili upate maisha mazuri, ili upate kazi mzuri, ili uweze kupandishwa cheo, lazima unyenyekee kama mtoto, lazima uvumilie kama mtoto, lazima usiwe mwenye wa hasira kila wakati kama mtoto. Mtoto unaweza kumpiga sasa hivi, lakini baada ya dakika 2-3 utamuita, atakuja, mtakula pamoja na yeye, mtacheka pamoja na yeye, kwa sababu ameshayasahau tayari yale uliyomfanyia. Kwa hiyo ni lazima tuwe kama watoto wadogo. Tumefanyika kuwa watu wapumbavu wanaoweka grudges kwenye mioyo zetu. Tumeweka maneno mahofu kwenye mioyo zetu, tumeweka hasira kwenye mioyo zetu, tumeweka madugu zetu kwenye mioyo zetu, tumeweka madada zetu kwenye mioyo zetu, wazazi wetu kwenye mioyo zetu. Ndio sababu Mungu hana nafasi yoyote ya kukaa ndani yetu, kiasi kwamba amekimbilia usalama kwa watoto. Mungu amekwenda kukaa ndani ya watoto. Mungu amekwenda kukaa ndani ya familia takatifu, familia iliyojulikana. Hebu soma katika injili ya Luka 12:32, inaizidi kuzungumzia kwa lile kundi ndogo ambalo Bwana amezidi kuliandalia ufalme mdogo sana unaokuja hivi karibuni. Kwa hiyo Yesu anazidi kutukumbusha na kutuambia kwamba msiogope enye kundi dogo, kwa maana Baba yenu ameona vema sana kuandalia ule ufalme. Ufalme unaoandaliwa ni ufalme wa kundi ndogo. Ufalme unaoandaliwa ni ufalme wa watoto wadogo. Kwa hivyo lazima uwe kama mtoto mdogo ndiposa ujaliwe. Lazima uwe kama mtoto mdogo ndio upate kazi. Lazima uwe mtoto mdogo, uvumilie kama mtoto mdogo, ndiposa upate cheo kikubwa unachokihitaji. Wacha kudanganya na wachawi eti chukua hii dawa itaongeza mamlaka kazini, chukua hii dawa itakuongeza kazini na utapata kazi mzuri, chukua hii dawa itakuondolea mikosi, chukua hii dawa si itakuondolea visirani. Huo wote ni utapeli juu ya utapeli. Mungu ndiye anayeondoa visirani kwako, na Mungu ndiye anayeleta visirani kwako. Yule Mungu mmoja huyo. Mungu ndiye anayeleta mapigo kwako, na Mungu ndiye anayeleta amani kwako. Kwa hivyo ukijitenga na Mungu kidogo,
amani haipo kwako. Ukijitenga na Mungu kidogo, vita viko kwako. Ukijitenga na Mungu kidogo, ndoa yako imevunjika. Ukijitenga na Mungu kidogo, vita vinaendelea kukupiga siku zote. Kwa hivyo, ili upate amani pamoja na mimi hapa, ungana na mimi kwenye makala matakatifu ya Injili takatifu, ili uzidi sana kubarikiwa. Wewe unaye like na kushare hizi vita na kucomment, Bwana wa majeshi akubariki na kutia nguvu, na uwe mvumilivu kama mtoto mdogo, na hali yako itazidi kukua sawa. Haya basi, tuone furaha ya watoto wetu, tuwatunze vizuri, tuwatunze Injili, tuwaingize kwenye makao makuu ya mbinguni, tuwaonyeshe njia ya mbinguni, ili hawa watoto wabarikiwe na wainuliwe, na wawe watoto wazuri kama jinsi sisi tulivyo wema. Kwa hiyo wema wetu uonekane machoni pa Mwenyezi Mungu, wala sio kujisifu na kujionyesha kwenye mataifa. Mbarikiwe sana na muwe na amani. Niite Mwalimu Luka Sefania. Shalom. Haya, zimisha sasa. Zimisha sasa, imetosha. Finya hiyo nyekundu. Baba.